Leo tunakusanyika hapa kwenye mradi huu mkubwa, mradi wa kihistoria wa ujenzi kwa kiwango cha lami barabara yetu ya Likuyufuzi kuelekea Mkenda. Mheshimiwa Rais ameridhia wakala wa barabara chini ya Wizara ya Ujenzi inayosimamia miundombinu ya barabara, serikali yetu itoe fedha zaidi ya bilioni 110.77 tuje kujenga barabara hii. Tuanze kilomita ngapi? 60, halafu tutamalizia zile nyingine zinazobakia. Nusu ya barabara inaenda kuanza kujengwa. Ndugu zangu wana Litapwasi, barabara hii tumeisubiri kwa kiu kubwa miaka mingi. Aliyekuja kuweza kazi hii ni bingwa wa maendeleo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna kila sababu ya kumshukuru sana, na ameamua fedha hii itajengwa, barabara hii itajengwa na fedha ya ndani, fedha ya serikali ya mapato ya kodi zetu na kodi za Watanzania. Chanzo cha uhakika ndio tutakuja kujenga barabara yetu. Toka tarehe 10 mwezi Juni mkataba umeshasainiwa, uthamini umekwisha kufanyika, na uthamini huo umeonyesha barabara hii itakuwa na culvert zaidi ya 154 kuhakikisha maji yanapita kutoka upande mmoja kwenda mwingine bila kuharibu barabara yetu. Madaraja madogo 16, madaraja makubwa 2, taa za barabarani 240 kuanzia Litapwasi hii ya Udini, ni mwanga tu usiku. Itakuwa inafungua uchumi wa makaa ya mawe yanayotokea njia ya Mukuru. Muda mfupi ujao tutakuja kukabidhiana mradi mkubwa mwingine wa ujenzi wa kiwanda cha sukari. Sukari, miwa itapita kwenye barabara hii. Tunaendelea kufungua umuhimu wa barabara yetu. Bidhaa nyingi zinazohitajika na wenzetu wa Msumbiji zinatoka Tanzania. Kwa hiyo biashara itakuwa nzuri. Tutaongeza mapato ya taifa. Kama leo tu mapato yanaenda mpaka bilioni 1 na kitu, tunao uhakika wa kukusanya mapato mengi pale. Haya yote yanayofanyika ni kwa sababu ya uwepo wa jemedari wetu namba 1, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna kila sababu ya kusema asante kwa Mheshimiwa Rais. Oktoba tunafanya nini? Oktoba tunafanya nini? Na sio kutiki tu, tunatiki kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika barabara fupi kwenda Afrika Kusini itakuwa ni hii hapa. Sasa itapunguza karibu kilomita 500. Kiuchumi hizo ni kilomita nyingi. Kwa hiyo tutakuwa na wageni wengi sana hapa. Ikikamilika hii, tutakuwa na wageni wengi. Kwa hiyo maisha yetu yatakuwa mazuri zaidi kwa sababu wataleta fedha. Na niwaombe sasa na ninyi, kwa hela hizi tunazouza mahindi yetu, moja ya mambo ya kufanya kununua kiwanja pale Mkenda. Pale mkijenga hata gesti, pale mkijenga hata maduka, watu watakodi pale. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na usanifu wa barabara hii, pia serikali iliweka jitihada kwenye usanifu wa madaraja mawili makubwa, daraja la Mkenda pamoja na daraja la Mitomoni. Kazi ya usanifu ilikamilika. Ujenzi wa daraja la Mitomoni hivi sasa unaendelea kwa ufadhili wa serikali na ushirika wa World Bank,
na kazi hiyo imefika 40%. Kwa upande wa daraja la Mkenda, serikali ipo katika jitihada za kutenga fedha kwa ajili ya manunuzi ya kazi hiyo. Utekelezaji wa mradi wetu wa Likiufusi Mkenda, mradi wa ujenzi kwa awamu ya kwanza utahusisha kilomita 60 kutoka Likiufusi hadi Mkayukayu. Mkandarasi atakayetekeleza mradi huu ni China First Highway Engineering Company Limited, gharama ya mradi ikiwa ni bilioni 110.77. Mfadhili ni serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa 100%, na mradi huu tutautekeleza ndani ya miezi 27 ikijumuisha miezi mitatu ya maandalizi. Aidha, tulifanya uthamini kwa ajili ya malipo ya fidia, zoezi ambalo lilitambua waathirika 851 kwa gharama au kwa thamani ya bilioni 5.195, na wakala unatarajia kupokea fedha hizo kutoka Wizara ya Fedha kwa ajili ya kukamilisha malipo tajwa ndani ya kipindi hichi kabla mkandarasi hajaanza kazi, nikimaanisha miezi mitatu.